Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe ni Mungu na wewe ni Mfalme. Asante kwa sababu ya neema yako ya ajabu, na asante kwa sababu ya utukufu wako Bwana. Umetupa kibali hiki asubuhi ya leo Bwana Jehova, ndio tuweze kuonyesha na kufundisha mapenzi yako Bwana Jehova, kulingana na vile upendavyo. Ni mamlaka yako makuu Bwana Jehova yatendao kazi ndani yetu na maisha yetu Bwana Jehova Mfalme, imefanywa kuwa kamilifu na wewe mtakatifu. Asante Mungu wangu na Baba yangu, ni kwa sababu wakati wote mamlaka yako inayotenda kazi ndani yetu Mfalme, tunapata amani, tunapata nguvu, tunapata mamlaka, tunapata Roho Mtakatifu, tunasikia sauti ndani yetu Bwana Jehova ikiitana, ikilia kwa kushinda, kwa ushindi mkuu. Ni kwa sababu ya yale yote Bwana umetufanyia. Asante Mungu wetu Mfalme, kwa sababu ya familia zetu, ni kwa sababu ya watoto wako ndani ya kanisa, ni kwa sababu Bwana Jehova familia zetu wa Mungu, wewe ndiye Mfalme, umewachagua na wewe ndiye umewaita waingie katika utukufu wako na katika mamlaka yako Bwana, kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa. Roho wako Mtakatifu asubuhi ya leo atatuongoza na atatupeleka kulingana na vile Bwana Jehova wewe upendavyo, na atazungumza ndani yetu Bwana kulingana na mapenzi yako. Ni kwa sababu Bwana Jehova sisi wote tumekuja hapa ni kwa ajili yako wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe uondoaye hali yote Bwana Jehova ya uchovu, hali yote ya usingizi, hali yote Bwana Jehova na mambo yale yanayotazamia mawazo yetu, unaiondoa. Ni kwa sababu ya uwezo wako. Ninakubariki na ninakuinua, ninakutukuza. Wewe umejaa utukufu na nguvu. Asante ni kwa sababu ya nguvu ya kazi yako ile unayoitenda kwetu sisi, na ile Bwana Jehova umeonyeshana kwetu sisi kwa utukufu na kwa neema yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba, kila nguvu inukao juu ya neno lako, ama wakati tunaponena chochote kile kinukao juu yetu, tunakikomesha kutoka chini ya miguu yetu. Na ninaomba mioyo yetu sisi wote Bwana iweze kuinuka, na iweze kupokea, na iweze kubarikiwa, na iweze Bwana Jehova kutembea na amani. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen. Na katika nafasi hii nataka tuweze kuangalia neno ndio tuweze kujua na kuelewa mapenzi ya Mungu wakati wowote vile inavyonena kila wakati mioyoni mwetu. Bwana asifiwe. Wakati tulipoingia katika wokovu, tuliweza kupata identity. Bwana asifiwe. Amen. Wakati tulipoingia katika ufalme wa mbinguni, tulipokea inaitwaje, kitambulisho. Wacha niite hivyo, kama vile tuko na kitambulisho katika nchi yetu ya Kenya. Wewe uko nayo ama hauna? Wewe ni Mkenya kwa nini? Wewe ni Mkenya kwa nini? Wewe ni Mkenya na umeitwa Mkenya kwa nini? Kwa sababu kuna kitambulisho. Bwana asifiwe. Hiyo kitambulisho inafanya uweze kuitwa Mkenya. Na unakaa katika nchi yako mahali pale ulipo, kwa sababu wewe umepewa identity. Sasa nataka tuweze kuangalia wewe una understand namna gani wewe ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Una understand namna gani wewe ndani ya Kristo, ama understanding your identity in Christ. Unaweza yani vile unavyotambua wewe ni mmoja wa wale wanaitanishwa na Kristo katika maisha yao, na uliweza kupokea namna gani, uliingia namna gani, wewe ni umekamilika mahali pale namna gani. Ni vyema sana tuweze kuangalia neno ndio tuweze kutambua sisi kwetu ni wapi. Tena utatambua wewe kwenu ni wapi, kwetu ni wapi, tunaitanishwa na yeye kwa nini. Bwana asifiwe. Haya ni mambo nimeshakuwa ninataja kidogo. Ninataja wakati mwingine, wakati mwingine nakwambia tutakuja kuendelea, lakini nataka yani
tuweze kuendelea na kuikamilisha tukijua ya kwamba wakati kule tulizaliwa katika ulimwengu tulio ndani yake, tulizaliwa kwa kusudi. Bwana aliweza kutuzaa kwa sababu alikuwa anakusudia. Bwana alikusudia. Bwana asifiwe. Na alitarajia kila mmoja wetu aweze kuwa katika ulimwengu. Na wakati alipokuwa anatarajia jambo hilo, alikuwa anajua ya kwamba yeyote yule amemzaa katika ulimwengu atafanyika kuwa wake. Haleluya. Hakuna kitu Mungu aliumba ulimwenguni cha kupoteza ama cha kutupa. Alizaa kilicho chake. Alileta kile alikuwa anajua ya kwamba hiki kitakuwa jambo. Na ile kitu inanishangaza ni ya kwamba hakuna mtu alikuja ulimwenguni Mungu akifikiria ya kwamba utamkataa ama utakaa mbali na yeye. Bwana asifiwe. Ama utakosa kutimiza kusudi lake. Mungu alituleta ulimwenguni akijua na akielewa ya kwamba yeyote yule nimemleta ulimwenguni kwa upendo wangu na kwa nguvu zangu na mamlaka yangu yote, huyo mtu atanitii na atanitumikia kulingana na vile mimi ninavyotaka. Bwana asifiwe. Na ndio Yesu alisema katika kitabu ya John, kufungua John kidogo hata kama kuangalia tu katika kitabu ya John 1. Katika kitabu ya John 1 haleluya. John 1 mstari wa nataka unisomee mstari wa John 1:11. John 1:11. He came unto his own, and his own received him not. Bwana asifiwe. Neno linasemaje? Yesu alikuja kwa walio wake. Yesu alikuja kwa walio wake. Kwa hivyo wakati Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, aliumba akina nani? Aliumba watu wake. Aliumba watu walio wake. Neno linasema he came unto his own, and his own received him not. Alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Kwa hivyo Mungu hakuwa anaumba mwanadamu ama anatuleta ulimwenguni tuweze kuwa nje ya mapenzi yake. Na Mathayo inasema but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe in on his name. Bwana asifiwe. Hebu isome Rona tena. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Number 13. Where were born not of blood, not of the will of flesh, not of the will of man, but of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu alipotenda, alikuwa na hiyo mawazo na akayatenda, alikuwa analeta mbegu yake. Bwana asifiwe. Alikuwa analeta watu wake, watoto wake, sehemu yake katika ulimwengu. Lakini wale waliokuja ulimwenguni, wengine walikubali, wengine kulingana na neno, wengine walikubali, wengine walikataa. Bwana asifiwe. Na kukataa Mungu sio kumkataa kwa ile njia unafikiria. Hata sisi tuko kanisani tunamkataa, tukukatai. Hata kama uko ndani ya nyumba ya Bwana unamkataa, umkatai. Ni kwa wakati wowote unakosa kutimiza mapenzi ya wakati wowote unakosa yani kutambua mapenzi yake. Wakati wowote unapinga mapenzi yake. Wakati wowote unakataa kusimama katika mwanya wa kazi wa mapenzi yake. Adam and Eve walikataa mapenzi yake,
wakataka wanaokapenda mapenzi ya mwingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio ninakwambia na ndio nimekuambia, wakati unajua wewe umesimama uko katika Bwana, fuga masikio yako kwa mambo mengine yote. Haleluya. Ndio uweze kuwa mkamilifu na umekuwa tayari, umekamilika katika yeye. Hebu niulize swali. Tutaenda kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tutaenda kwa Mungu ama tutaenda? Nauliza tu. Tutaenda kwa Mungu ama hatutaenda? Tuko. Tuko. Haleluya. Amen. Tutaenda kwa Mungu ama hatutaenda? Sawa, ni mwema. Watu wale waendao kwa Mungu ni wale wasio wake. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu wote walio wake tayari wameshatambua na wamejua wako wapi? Wako kwake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi hakuna wakati tunangoja twende kwake. Tuko kwake tayari. Ama namna gani? Tuko kwake tayari. Na hii ni jambo inafaa iweze kusingi ndani yetu, iweze kuingia ndani yetu. Hata kama kutakuja mawimbi ya namna gani, kwa sababu mawimbi itakuja, itakudiliza. Sababu sauti yako, msemo wako, wakati unaponena, wewe utasikia kama unanena kitofauti. Kwa hivyo ndio ninakwambia, kana hekima sana. Ufalme wa Mungu sio watu wote wataingia katika ufalme wa Mungu, na sio wale wakuitao Bwana wataweza kuingia katika ufalme wa Mungu, watapokea uzima wa milele. Hapana. Hata kama wako makanisani, hata kama ni walimu wa neno, hata kama ni bishops, sio wote watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Sababu wanangoja kuingia, na wanangoja kuwa na yeye, na wanangoja kwenda. Bwana asifiwe. Lakini watakufa kama hawajafika. Sababu Mungu hata ngojewa na njia ile sisi tunayofikiria. Na ndani ya neno, wakati tunaposoma neno, tukizunguka neno kulingana na vile Mungu anavyotusaidia, katika neno la Bwana ama katika Biblia, hakuna mstari hata mmoja unatuambia tutaenda kwa Mungu, tutaenda mbinguni, heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati watu wanangojea kwenda heaven, watagoja na magoje na magoje na magoje na magoje, lakini hawatafika. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ni heaven itakuja kwetu. Hata Yesu akawaambia mitume, kumbukeni, wakati mitume waliambia Yesu tufundishe kuomba, aliwafundisha namna gani? Ufalme wako, na ufalme ni nani? Ni Christ. Kwa hivyo sio sisi tunaenda kwa ufalme huo wa mbinguni, ni ufalme huo wa mbinguni utakuja kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unafaa uweze kuelewa na kuwe na ufunuo mwema ndani yako, kwa sababu ya watu wale utakutana nayo, dini zile utakutana nazo. Ni lazima tuweze kuelewa na kutambua ya kwamba katika ufalme wa mbinguni sio sisi tutakapoenda, lakini ni ule ufalme utakuja. Ni ule ufalme utatujia sisi, na Christ ndiye ule ufalme. Na yeye Christ ndiye alikuja kwetu sisi. Si hata tumesoma katika kitabu hiyo ya John, alikuja kwetu, walio wake wakafanya nini? Wakamkataa. Sababu kutoka mwanzo ni ufalme ulikuwa uje kwetu, sio sisi tuende kwa ufalme. Bwana asifiwe. Ni ufalme uje kwetu ukiwa unafananishwa na nini? Na mwana wa Mungu, Christ Jesus.
Huo ufalme ndiye Kristo na unafananishwa na yeye, na yeye ndiye alikuwa aje katika ulimwengu, ndiye akae pamoja nasi. Yeye akae pamoja nasi, sio sisi tuende tukakae pamoja naye. Hapana. Mwana ni roho. Amen. Sio sisi tuende tukakae naye. Hapana, yeye aje akae nasi. Na hivyo ndivyo alivyofanya. Alikuja ndio aweze kukaa nasi. Na hata sasa hivi tunaye ama hatunaye? Ako wapi? Bwana asifiwe. Kwa njia gani? Ako ndani yetu kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Sababu hatuko pamoja, hapo pamoja nasi kama vile alivyokuwa na mitume. Kwetu sisi yu pamoja nasi katika maisha ya rohoni. Katika maisha ya rohoni ndivyo sisi tunayemtambua yu pamoja nasi katika maisha yetu ya kiroho. Katika maisha yetu ya kiroho yu pamoja nasi na anatutawalia kulingana na vile yeye mwenyewe apendavyo. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Hebrews tutafungua na tutaendelea, na nataka ili jambo ulishike kwa hekima na ulishike vizuri ndio liweze kuwa msaada katika maisha yako. Ukikosa kutambua hivyo, utakuwa wakati wote unaona kama neno la Bwana halina uwezo wote. Kile tunacho ndani ya Biblia ni ya kwamba Kristo mwana wa Mungu anakuja kwetu. Bwana asifiwe. Ama Mungu mwenyewe atakuja kwetu. Narudia sababu ninajua mambo mengine sio vile tunafikirianga. Ndio tuweze kuishika na iweze kustick ndani yetu kabisa. Katika kitabu ya Hebrews Hebrews 2. Hebrews 2. 5. Katika hiyo kitabu ya Hebrews 2, Ronald somea mstari wa 5 and 6. Hebrews 2:5. For unto the angels hath he put not 5. For unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof he speaks, but one in a certain place testified, saying, What is man, that thou art mindful of him, or the son of man, that thou visitest him? Wacha tuangalie kwa Kiswahili. Inasema ya kwamba ati maana hakuweka chini ya. Nimekwambia Hebrews. Pole. Sorry. Nimesikia. Ephesians. Ephesians. Sio Hebrews, Ephesians. Ephesians 2:5. Ephesians 2:5. Even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. 6. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Inasema ya kwamba Ephesians 2:5 inatuambia Kiswahili, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Number 6 Kiswahili, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Ametukalisha wapi? Ametuweka wapi? Bwana asifiwe. Haleluya. Kulingana na neno heaven is real. Bwana asifiwe. Kulingana na neno heaven is real. Na ni lazima sisi wote tuweze kubelieve in heaven. Tunafaa sisi wote tuweze kuamini
mbinguni, si ndio? Heaven. Na tuweze kujua kwamba heaven is real. Na wakati tutakapoamini hivyo, tuweze kujua ati wakati mmoja tunapoamini juu ya ufalme na ama heaven, usifikirie heaven is a place. Usiwe na mawazo ya kufikiria heaven ni mahali unaweza point. Heaven ni mahali unaweza sema ati ni kama planet fulani katika mawazo yako. Moyoni mwako unafaa kuelewa na kutambua ya kwamba heaven sio place unaweza sema ni ati iko hata ni gani unajua? Jupiter ama Mars, Pluto, hizo zote. Usikaweze kufikiria heaven iko na huko, kama sababu ateulisikia Paulo akisema alienda Biblia ngapi? Ya 3. Bwana asifiwe. Hapana. Heaven ni siri. Mahali kunaitwa heaven ni siri. Na hiyo hapo mahali kunaitwa heaven ni Christ. Tumefichwa ndani ya heaven. Tumeingia heaven. Heaven ndani yetu. Na sisi tuko ndani ya heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuko ndani ya Kristo na Kristo yu ndani yetu. Kwa hivyo wakati tunaponena kuhusu heaven, tusione kama ni planet na tusione kama ni place, kama vile tulifundishwa kutoka CRE kutoka primary ama kutoka Sunday school. Tulifundishwa mambo ya heaven na tukapointiwa heaven ni juu. Hiyo neno wakati tulifanya hivyo, mawazo yetu iligandamishwa. Lakini sikupenda kwa wale walituambia kwa sababu na wao waliambiwa. Bwana asifiwe. Lakini tunafaa kuelewa kulingana na neno linasema ya kwamba ati akatukufua pamoja naye. Kwa hivyo tulikuwa wafu, na wakati ule tulipokuwa wafu, neno linasema ya kwamba tulifufuliwa pamoja naye, tulikufa pamoja naye. Pia kwa mwingine tulikufa pamoja na Christ. Mambo ya mwili ilikwisha. Bwana asifiwe. Mwili ulikwisha wakati tu uliamua kufa pamoja na Kristo. Na wakati ulipokufa pamoja na Christ, ndio uliingia katika ufalme huo wa mbinguni. Bwana asifiwe. Wakati ulipokufa pamoja na Christ, beleni ulikuwa wewe ni wa ufalme huu wa ulimwenguni. Beleni ulikuwa mtu wa ulimwengu. Beleni ulikuwa unafanya mambo ya ulimwengu. Beleni ulikuwa unaitoa ulimwengu. Lakini wakati ule uliweza kufa pamoja na Kristo, ulibadilika mara moja. Haleluya. Hata wakati ule Christ alikufa, hakufufuka na ule mwili alikuwa amekufa nao. Bwana asifiwe. Kama vile neno linasema ya kwamba ati wakati mbegu inapopandwa, inapandwa ikiwa ya mwili fulani. Wakati inapochipuka, inachipuka na ule mwili ama na mwili mwingine tofauti. Mwili mwingine tofauti. Hivyo ndivyo mimi na wewe tulivyokuwa watu wa mwili mwingine. Tulikuwa watu walikuwa katika mwili mwingine. But wakati ule tulipoamini neno la Bwana, tulipoamini Christ na tukakubali kazi yake. Kazi yake kukubali kufanya nini? Kazi ya Kristo. Kristo alitoka mbinguni purposely kwa sababu ya nini? Ya kufa. Namba 2. Kristo hakuwa anahitaji urembo wowote. Urembo wa Kristo haukuwa unahitajika, na ndio Isaya inatuambia alikuwa mtu asio na urembo wowote ule.
Mwanani anaposha. Hakuna. Yaani hata utajiri katika yeye, hata utajiri wa ulimwengu. Kristo hakuwa na haja nao. Utajiri wa ulimwengu. Utajiri aliyokuwa nao ulikuwa wa rohoni. Bwana asifiwe. Na ndio unaona katika Efeso zinatokea kwamba tulipewa utajiri wote wa rohoni kutoka kwake. Lakini sio utajiri wa mwilini. Sababu Yesu hakuwa na haja na utajiri wa mwilini. Utajiri wa mwilini ulikuwa wa nini? Na alikuwa kwa muda wake. Yeye kile kimleta ulimwenguni ni kufa. Bwana asifiwe. Mwanani anaoshwa. Kile aliona gani? Arekele na ndwe niwe kile kimurehete niki. Yeye iba. Wewe sioni mambo yanayokwenda next day. Gani? Tutirani. Wakati ulizaliwa ukiwa msichana, uliambiwa kutoka sasa msichana wako next. Kuna wahame kadhalika kama adai ndio mfano kia kwenda jadi. Uliambiwa wewe kazi yako wakati umetoka kutoka msichana wako next kuolewa. Bwana asifiwe. Uliambiwa next ni kuoa na ukatayarisha akili zako, mwili wako na kila kitu yako next kutoka hapa. Nimemaliza shule, haijalishi kwa university ama sadakini ama mahali utakatalia, sababu kwa kwingine kote ni kukataa. Ukimalizia hapo unajua kijana kazi yako ni kuoa sasa. Msichana kazi yako ni, lakini Kristo alikuwa anajua kutoka utotoni wake kuingia hiyo stage nyingine. Stage yake hiyo nyingine ilikuwa nini? Death. Kwa hivyo akifikiria juu ya kuoa na kuolewa ni nini hiyo? Na ndio hata isizungumzia kwa nini, kwa details. Sababu hiyo sio kitu ilikuwa ndani yake. Yeye alikuwa anajua ya kwamba yeye amekuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Na ndio tunaona ya kwamba wakati tulipomwamini tulikufa pamoja naye. Wacha nifungue. Ninasema ya kwamba akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Kwa hivyo ni nani alitufufua? God. Pamoja na nani? Na Christ. Bwana asifiwe. Saa hii tunanena tuko wapi? Bwana asifiwe. Saa hii tunanena tuko wapi? Gracias. Saa hii tunanena, hata saa hii tunanena hapa kwa sababu pengine wewe niko wapi? Kejera ndio yeye. Ndio ile ndio brandina. Ndio niko. Ndio tukilamba. Heaven. Hallelujah. Niko heaven. Sababu nilikufa pamoja naye, nikazikwa pamoja naye na nikafufuka pamoja naye. Sio mimi na sio yeye, ni Baba alifanya niwe pamoja naye, nisikwe pamoja naye na nifufuke pamoja naye. Kwa hivyo sasa hivi niko wapi? Isia wakati alifufuka yeye alienda wapi? Heaven. Bwana asifiwe. Na mimi nikaingia wapi? Heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi niko wapi? Niko heaven. Na heaven ni nani? Kama mimi niko heaven, so heaven ni nani? Jesus. Akikuwa mwenye
tutaweza kuishi. Kwa hivyo yeye ndiye mbinguni yetu. Yesu ndiye heaven. Yesu ndiye heaven yangu. Kwa nini Mungu anatuambia kwamba ati hiyo atatufufua pamoja naye, atatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho? Anatuambia ni mbinguni, ulimwengu wa roho. Anatuambia ni mbinguni. Katika ulimwengu wa roho. Kiingereza inatuambia vizuri sana heaven. Na tukiangalia original kitabu ya Greek ama Hebrews, hakuna kitu kama praise. Waliongeza praise kwa sababu mawazo yao ilikuwa ni mahali. Lakini Kigiriki na hizo kina Greek hakuna mahali imeandikwa praise. Praise waliongezea kwa sababu mawazo yetu ilikuwa ni mahali fulani. Bwana asifiwe. Lakini kwa hivyo ni together in heavenlies. Bwana asifiwe. Heavenly in Christ Jesus. Kwa hivyo Christ ndiye our heaven. Christ ndiye your heaven. Bwana asifiwe. Umefichwa ndani yake. Kwa hivyo wakati wote unasema mimi niko ndani ya Kristo, unasema uko ndani ya nani? Ya heaven. Uko ndani ya heaven. Bwana asifiwe. Yaani Christ amekufanya heaven yake na wewe umefanya heaven yake. Bwana asifiwe. Na ni nani alifanya hayo yote? Ni God. Kwa sababu anasema yeye alituketisha. Kwa hivyo tumekaa wapi? Ndani ya Kristo. Si ndio? In heaven. Tumekaa ndani ya Kristo. Sisi tujue. Sisi tuko ndani ya Kristo. Hiyo ni kitu moja tunafaa kuelewa na kutambua kwa njia pana. Sisi tuko ndani yake. Wapi? Mbinguni. Haleluya. Ndani yake. Si kama ni praise tungekuwa tunasema tuko heaven. Bwana asifiwe. Ikiwa hakuna Christ. Ukweli ama si kweli? Ikiwa hatujakuwa ndani yake, tungekuwa tunaambiwa tuko heaven only. Lakini tuko ndani yake katika Kristo. Tuko heaven katika Kristo. Bwana asifiwe. Ndio ninakuambia ushike kwa hekima. Na ujue hizi unaona ninakusomea sio hizi tu. Hizi ni kujaribu tu kuongezea kwa sababu wale wanakuja juzi na nazi saa nyingine tunatamka tunasoma singine. Kwa hivyo kwa sababu wakati hata wewe unafaa uende ufungue Biblia. Fungua kutoka Genesis to Revelation. Tafuta hiyo heaven tutaenda ni heaven gani? Ukiona ni heaven gani ujue kuna mahali lakini heaven ile sisi tumeambiwa tumeingia ni katika Christ. Tuko ndani ya Kristo. Kama kiko hakuna believers ataenda heaven. Hakuna heaven ya believers. Hakuna. Ama wakati believer atakufa ataenda heaven. Hakuna Kristo wa Mungu. Na ndio ninaomba Mungu atusaidie ile tutaendelea tukiongea leo. Tuweze kufika ndio uweze kutambua vyema ya wewe ni nani ndani ya Kristo. Yes. Ohenderia twakorirwo turi akundi undu wa mehia maitu ni atumire tucoke kugia na muoyo hamwe na Kristo na riri ni wega wa Ngai watumire muhonokia 6 na agituriukaniria hamwe nake kuria iguru twi thiini wa Kristo Jesu. Agituikaria hamwe nake kuria iguru twi thiini. Ithuĩ twĩku nĩ hamwe mũrengwo menye. Ithuĩ twĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Twĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Kũrĩ igũrũ etiguo. Yes, ithuĩ twĩ
si tuko ndani yake. Bwana asifiwe. Si tuko ndani yake kule mbinguni. Ya, na nimekwambia mbinguni usitafute kama mahali ama planet useme ndio hii. Na nikuulize sasa, wewe uko wapi? Ndani ya Kristo, si ndio? Wapi? In heaven. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati wewe utatoka Eden. Uko ndani leo ama utakuja kuwa ndani yake? Leo uko ndani ama utakuja kuwa? Leo. Niko ndani ama ninangojea kuingia? Niko ndani. Haleluya. Wakati nilikufa pamoja naye, nikazikwa pamoja naye, akanifufua pamoja naye. Mungu akanifufua pamoja naye ndani ya Kristo. Kwa hivyo niko ndani ya Kristo, yeye yu ndani yangu, tumefanyika kuwa mtu mmoja. Bwana asifiwe. Hiyo kitu yaani yenyewe ilikuwa inanichanganya sana kwa sababu ya mahali tulitoka. Kwa hivyo kuwa ate ninasoma na niweze kuelewa nikajambo kana nini, sababu wale waliotuongoza wangetuambia, walikuwa wanatuambia tuweze kuomba sana ndio tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Walituambia tuende kanisani ndio tuweze kuingia katika ufalme. Wakatuambia tuokoke ndio tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kumbe tayari grace, tuko tu ndani ya ufalme huo, na huo ufalme ni nani? Ndiye Christ. Tukisoma katika kitabu ya Mathayo na Isaya tutamuona huyo kingdom ni nani. Bwana asifiwe. Amen. Huyo ufalme huo ni nani? Ni Christ mwenyewe. Kwa hivyo wakati tunasema tutaingia katika ufalme wa mbinguni, tujue tuko nje ya mapenzi ya Bwana. Tumetoka katika mawazo ya Mungu, tumetoka katika imani ya Mungu, tumeingia katika imani yetu na tumechanganyikiwa tayari. Uliza mwenzako, wewe umechanganyikiwa? Unangoja kwenda mbinguni ama uko mbinguni? Tuliingia. Wewe unangoja, umedanganyika. Na kuna wakati utaingia. Unajua wale wote wanangoja kwenda. Wale wote wanangoja kwenda. Hakuna mahali pengine pa kwenda. Mahali pa kwenda ni hela. Haleluya. Wawili wakawa kwa shamba. Mmoja akaenda, mwingine watu wanasema yule alienda katika ufalme. Hiyo ni scam, hiyo ni magongo. Magongo kabisa. Magongo. Wale wawili wakawa katika Godhea. Mmoja akaenda, wawili tena wakawa kitandani. Mmoja akaenda. Yule ataenda katika. Yule ataenda. Heri ndio wanaenda. Bwana asifiwe. Lakini wewe utakao kuwa katika ndani ya Kristo. Kristo alikuja, wewe unataka kwenda na Kristo ndiye alikuja. Alikuja kwa walio wake. Wewe ni wapi unataka kwenda na alikuja? Unataka kutembea wapi? Nitatengeneza kituo ndani yako. Wewe Mungu na Roho na Mwana watatengeneza kituo ndani yako. Watakuja watengeneze kituo ndani yako. Bwana asifiwe. Wakufanye kuwa house, makao. Kama walitufanya kuwa makao, walikuja na
Yesu alimuuliza kama amfuate, akamwambia, "Wewe hawana?" Wewe hawana? Wana masingo. Alafu na kimwana wa Mungu ana mahali pa kuwekelea. Wewe ndiye alikuwa anatengeneza ndio apate mahali pa kuwekelea kichwa yake. Wewe amekufanya kuwa nyumba yake. Na kama amekufanya nyumba yake, wewe ni heaven yake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ndiye anaosha. Amen. Amenifanya, kwa hivyo mimi ni heaven yake na yeye ni heaven yangu. Sababu sisi wote, haleluya, kila mtu alikuwa anahitaji mwingine. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yes. Alituleta tukiwa nyumba. Na akasema nitaenda kumtengenezea makao. Na wakati itamalizika nitakuja kufanya nini? Nitakuja. Ndio nimpeleke katika hiyo makao. Makao ni nani? Ni yeye. Wakati alipokufa alikuwa anazungumzia juu ya kifo yake. Ati wakati nitakapokufa. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Nitaenda. Si ni kwenda, ataenda wapi? Wakati atakapoenda ni wapi? Kuzimu. Ataenda huko kuzimu. Afanye kazi yake amalize. Na ilithibitishwa kumaliza kwa kazi yake na njia gani? Kwa kufufuka. Bwana asifiwe. Kuna wakati nitakapofufuka nitakuja kwenu. Haleluya. Amen. Nyumba ile alikuwa anayotengeneza ni mimi na wewe. Si tu nyumba shiriki huko mbinguni. Si tu nyumba, wewe ndiye kanyumba. Wewe ndiye kanyumba. Kwa hivyo ni nyumba alienda kutengeneza. Bwana asifiwe. Alienda wakati alipofika kule, akaweza kumuokoa mwanadamu kutokana na kuzimu kule kulikuwa kunangojea mwanadamu. Bwana asifiwe. Mwili huu udhalimu, mwili huu wa dhambi, akaubomoa. Aliubomoa, hakubomoa. Wako ulibomolewa, umebomolewa ama haujabomolewa? Uko na mwili wa dhambi ama hauna? Haleluya. Yeye alibomoa mwili wa dhambi akatengeneza nini? Nyumba ingine. Alikufanya kuwa mwingine, sio vile ulivyokuwa mbeleni. Haleluya. Na wakati alipokutengeneza ukasimama, sasa mkaweza kuwa na mapatano. Sababu wakati tulikuwa katika mwili ule wa kwanza hatukuwa na mapatano. Wakati alipokuja mwili wa kwanza ule wa dhambi, akaacha mwili wa utukufu. Haleluya. Mimi na yeye tukawa tuna mapatano katika utukufu. Haleluya. Bwana ni anaosha. Kwa hivyo akawa sasa Yuda ni yangu, utukufu wake ndani yangu. Akanifanya kuwa kituo ama makao yake. Kwa hivyo kile kiko ndani yangu sio kile unachoona juu. Ni utukufu wa Bwana ndani yangu. Bwana asifiwe. Na utukufu huo ni nani? Ni yeye. Yeye ndiye wa glory. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ulibadilishwa na ndio neno linasema ya kwamba alinifanya kuwa kiumbe kipya. Wakale ametoweka. Ni nani amebaki? Yule anayetumika na yeye. Haleluya. Kazi yake yote anaifanyia wapi? Katika ile nyumba aliyoiumba ya pili. Ya kwanza haikuwa na faida kwake, lakini ya pili iko na faida kwake, na anakaa ndani yangu, anafanyia kazi ndani yangu, ya kila kitu anakifanyia ndani. Bwana asifiwe. Amen. Wewe anafanyia ama hafanyii? Haleluya. Amen. Na usifikirie kuna wakati utaweza kutengeneza biguni ndani yako. Hauwezi. Yeye ndiye anatengeneza. Unajua kwa nini? Watu wengine
ndio wakutane na Mungu. Wao sio kukaa na Mungu na sio kuishi na Mungu, ni wakutane. Wengine wanaenda kumtafuta wapi wajua? Si kama ungejua Katoroni ungekaa huko. Kwa nini unaenda kumtafuta na ukirudi urudi na yeye? Tena unakaa unaenda tena kumtafuta. Hata wale wanakujanga kutafuta Mungu hapa wajue ya kwamba wako nje ya mapenzi ya Bwana na hawana Kristo ndani yao. Hawana. Wewe kama haujakuja kwako, usifikirie ati kuna mbinguni nyingine unatengeneza. Hakuna. Ilitengenezwa kabla msingi wa ulimwengu kuwekwa. Haleluya. Na ikaja miongoni mwetu sisi wote na ikafanya kazi ndani yetu. Kwa hivyo hakuna ingine tunaenda kutafuta, hakuna ingine tunatengeneza. Usijaribu kwenda kufunga na kuomba ati ndio uweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kama unajua uko wa hiyo aina, wewe na Kristo uko mbali sana. Wewe na ufalme wa Mungu hakuna mahali pako pale. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Umesafika kufanyika. Miaka 2000 iliyopita ulifanyika. Umekuwa. Wewe hauko hapa. Ni mwili, body, ni house. Ni building. Hii building hakuna wakati itaondoka hapa. Kuna wakati itaondoka hapa. Hata tukae dakikati, pengine mwenyewe atake kuibomoa. Lakini building itakaa hapa. Na tutatumika hapa mpaka na uzao wetu. Bwana asifiwe, kwa kufundishwa. Lakini hii building sio ile ya hata sana, ni kile kiko ndani. Kile kiko ndani ndio chanja. Na hicho kiko ndani ndio kinahitajika. Na kile kiko ndani ni wewe. Haleluya. Kile kiko ndani yangu ni Christ. Amen. Ananifanya kwa na hii building haitatoka wapi? Kuna mahali tunaelekea. Hii building haitatoka hapa. Hakuna wakati itatoka hapa. Hata wakati nitakosa kuonekana, nitakuwa wapi? Hapa. Bwana asifiwe. Ni mwili wa juu utamalizwa na mwili wa ndani. Utakuliwa na mwili wa ndani. Huyu wa juu ukiondolewa, wa ndani utabaki. Na utabaki wapi? Hakuna mbinguni utaenda. Haleluya. Amen. Kukua hapa katika huo mwili mwingine ni kusema ya kwamba sasa tumeingia na nimeingia katika utukufu kamili. Utukufu kamili. Haleluya. Saa hii inatumika katika utukufu wake. Lakini wakati huo nitaingia katika huo utukufu. Na wale waliokufa mbele yangu, wale watakuwa wamekufa mbele yangu, akina Abrahamu, wakati nitakapo change mwili, tutapatana na akina Abrahamu. Saa hii hatuwezi tangamana na wao, lakini saa hiyo tutakuwa hata tunaongea, tutakuwa hata tunacheza kama kuna mchezo. Bwana asifiwe. Lakini saa hii haiwezekani. Hatuwezi ongea na wao, hatuwezi waona. Wao wanaweza kuwa wananiona, lakini mimi siwezi. Bwana asifiwe. Amen. Wanaongea lakini sisikii. Bwana asifiwe. Lakini wakati unakuja ule nitakao toka katika huu mwili utakuliwa na mwili wa ndani, na huu utukufu wa ndani utakula huu mwili wa juu. Hiyo wakati huo nitaweza kuwa pamoja na Christ na kuwa pamoja na wote wale waliokufa na wote wale walio ndani ya Kristo. Tutakuwa pamoja nao na tutakuwa katika nafasi moja. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Naomba urudie ule mstari wa huo mstari hiyo Ephesians 2:5. Even when we were dead in sin, he has quickened us together with Christ.
By grace ye are saved, 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Hebu niulize ama niseme ya kwamba heaven inakuja last ama heaven inakuja first? Tuna make heaven last ama tuna make heaven first? You cannot make it. Bwana asifiwe. Amen. You cannot make it. Lakini wakati ule utajua ni basi. Tayari umesha yumba ndani yako. Mwana ni roho shu. Igoro timoti unadie ndio niende. Igoro timoti kaingia ndio ingelete. Haleluya. Amen. Nikuwa kana tibu. Ndio ingeleta kana ndio ingelete. Wewe ni wa Kristo kana wewe ya Kristo. Udhabaki wa gai wewe ni wa kana wewe. Ndio wewe udhabaki wa gai ndio kwa kadri ndio wako. Ole ndio udhabaki wa gai wewe ndio wako. Amen. Bwana asifiwe. Wewe wanangoja ufalme wa mbinguni uje ndani yao. Wamefika katika nafasi ya kuwa wamedanganyika. Na wanangoja kwenda wapi? Wao wanangoja kwenda, na nimerudia tena, ni wao wanangoja kwenda sababu wamekataa kuingia ndani ya Kristo wakati tu wako ndani ya ulimwengu. Bwana asifiwe. Ndio waweze kubadilishwa, waweze kufanana na Kristo wakiwa ulimwengu. Tunafanana na Kristo tukiwa hapa, kama tutaenda kufanana na yeye. Ndio unaona tunatunga nyimbo za kwenda kufanana na Mungu katika mbinguni. Hata tutaenda kufanana na wewe. Kama haufanani na Mungu sasa hivi, na kama uko ndani ya Mungu sasa hivi, ndani ya Kristo, na kwambia mtu wa Mungu, kila unangoja ni hellfire. Ukiwa tu unasikia Kristo alinikia, alinisamehe dhambi, lakini ndani yako hakuna Kristo ndani, unangoja wewe ni mtu wale wanakaa chini tu wanaanza kufanya nini? Kutubu. Watu wale wanatubu, hakuna mahali wanangoja kwenda. Tunatubu saa hii na nena ndio hiyo kutubu ndio kuelewa. Haleluya. Kutubu ni kuelewa. Na wakati unaelewa unaamini.
Bwana asifiwe. Na ukiumba mimi sitaki kuenda na kekele la pilati wewe ukutokana na nikimali hepo utakutana na wengi wanaenda hepo, utakutana na wengi watakwambia wasema tuvute Bwana na tujazwe na roho. Ni waigua, utakutana na wengi watakwambia tufunge tujazwe na roho. Utakutana na wengi watakwambia tufunge ndio tuweze kuwa na uhusiano na Mungu. Ndio ninakwambia kaa ukijielewa. Kaa ukijielewa. Watakwambia muumbe atahebe nikelu kale mtae, lakini si ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Nakutana na heaven, inakwambia heaven iko na heaven tuko ndani tu, si tutaenda. Tulienda tayari heaven Christ, ndani ya Kristo, in Christ. Lakini watu wengi wanajaribu kutengeneza heaven yao. Ndio heaven wanatengeneza, hakuna wakati wanaofika. Na mimi heaven yoyote isipoandamana na neno la Bwana na kusema na kunena kuhusu kazi ya Kristo, hiyo sitaenda. Wewe nitakuachilia, na ndio mnaona mimi naachilianga watu waende heaven. Watu waende heaven. Watu wengi wanaenda heaven, kutafuta heaven. Wanaenda kutafuta heaven. Na ukiona mtu akienda kutafuta heaven, Bwana asifiwe, ni kwa sababu hajatambua the work of Christ. Hajatambua kazi ya Kristo. Hajatambua Kristo alikufa na akaweza kutengeneza heaven mwenyewe, na hiyo heaven alitengeneza ndio wewe na ndio mimi. Bwana asifiwe. Akawa sisi anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Hakuna mahali pengine, sababu hakuna mahali tumeambiwa twende. Yeye anasema katika maandiko ya kwamba nitakuja na mtaniraki mawinguni. Bwana asifiwe. Tutamraki, tutamutonga. Etibwa tutaenda kumutonga nini katika heaven. Bwana asifiwe. Ego twetaka iguru etokaje tomutonga tukarasoka mudina. Wakati tutaweza kukutana naye, tutaenda naye na huko ama atateremka huko. Tumepatana. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kuna kitu tunashika kidogo. Yes. Kwa hivyo ametuweka mahali pake pale. Heavenliness, hapo ndipo tuko, hapo ndipo niko hata wakati huu ninapohubiri. Mambo haya inaweza, isipokuwa tu ni wewe unasikia na unaelewa, kwa sababu ya kule tumetoka na miaka ile tumekuwa tukihubiri hii injili. Wengi watakuita devil worshiper. Wengi watakwambia wewe umechikwa na wazimu. Wengi hata watasema upelekwe jela, ufungwe. Lakini usijaribu kuatilia kitu, usijaribu kuatilia kama. Mimi naona time yangu imekwisha, na ninajua next service nitaendelea na hii, kwa sababu kuna mahali nataka tufike. Haleluya. Wale walio ndani ya Kristo, hata hawatamani kwenda, si wako ndani ya Kristo. Wana hukumu inaondokea, mambo yale yaliyo na taswisi inaondoka. Mtu anasimama anakuwa na amani mahali pale alipo, kwa sababu hakuna mahali pengine anangojea kwenda. Hakuna mahali pengine anangojea kwenda. Bwana ni anaposhi. Amen. Ni kama mtoto azaliwe katika familia. Yule mtoto, kuna mtu anaweza mwambia huku si kweli. Yeye anajua ni nani kwao ni wapi, ni huko alizaliwa. Wewe anajua mzazi wake ni nani, ni yule anaita
Bwana asifiwe. Ukijaribu kumwambia si huyo ni huyo mtoto atakataa. Bwana ni anaomosha. Na mimi hapa siwezi toka hapa. Kile ninajua ni ya kwamba huyo ninayenena juu yake ndiye mama yangu, ndiye baba yangu. Bwana asifiwe. Amen. Yeye ndiye uzima wangu. Yeye ndiye alinifia, yeye ndiye alinifungua. Na saa hii niko hapa, niko heaven. I'm in heaven right now. Bwana asifiwe. Saa hii niko heaven. Ni wewe uweze kuelewa na kutambua maandiko. Hakuna mahali unaambiwa wewe utaenda heaven. Yeye atakuja. Heaven ndio itakuja na akaambia mitume, obeni heaven ishuke. Bwana asifiwe. Sababu alikuwa anajua yeye ndiye kingdom of heaven. Yeye ndiye kingdom of heaven. Na yeye ndiye atashuka, atakuja. Na niko ndani ya hiyo heaven inayoitwa, hiyo heaven inaitwaje? Christ Jesus. Hallelujah. Hiyo heaven inanena juu yake inaitwa Christ Jesus. Iko ndani ya Christ Jesus. Na hapo ndipo niko ndani. Tusimame. Hivyo wakati unasema mfalme wa mbinguni, wakati wote unaposema mfalme wa mbinguni uweze kuwa ujue unasema tu ya kingdom ile iko ndani ya nani? Ya Christ. Na hapo ndipo huko, kwa sababu hiyo kingdom tunasema ishuke, ikuje haraka, iweze kukaa na watu. Sasa unakaa na kingdom, unakaa na huo mfalme ama ukai nao? Wewe nakaa nao. Bwana asifiwe. Tutaanzia pale na tutaendelea. Je, tushukuru Bwana kwa wakati huu. Mwambie Bwana asante ni kwa sababu ya kufanya uweze kuwa ndani ya Kristo na kufanyika na kufanya Kristo kuwa iwa heaven, na unakaa ndani ya Kristo kwa uwezo wote, kwa nguvu zote na kwa mamlaka yote, na kuna kitu kinaweza nena tofauti na vile unavyoamini. Furahia Mungu huyo anayekufafanulia neno. Furahia Mungu huyo anayenena utukufu na mapenzi yake kwako, anayefungua moyo wako, amefungua mawazo yako, anayefanya isiri yote ya upande wa mbinguni iweze kufichuka ndani yako. Amefichua mambo mengi na tutaendelea na kuyatambua na kuyatambua na kuyatambua, na tutaendelea na kufanya upande wa mbinguni uweze kuwa ndani wewe mpana sana ndani yetu. Christ atakuwa mpana kwa ajabu, yani kwa utukufu na utukufu mkubwa ndani yetu katika maisha yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza. Wewe umejaa nguvu na mamlaka, utukufu wote ni wako Bwana. Asante kwa sababu wewe Kristo ulifanyika kuwa awahende na ukajikajipeana kwetu sisi. Ndio sisi Bwana Jehovah tukaweza kukuinua na kukutukuza tukiwa ndani yako mtakatifu. Hata hakuna mahali pengine mfalme wa ajabu tuangoja tuweze kufika, ni kwa sababu tumeshafika katika ufalme ule ulikuwa unaotafutwa na baba wetu wa zamani. Hawakupata wala kupokea, hawakutambua. Lakini sisi Bwana Jehovah kutoka wakati ule Kristo Yesu alipokuja hapa ulimwenguni, tumemtambua na tumeelewa kulingana na vile maneno yako Bwana limetufafanukia na vile Bwana neno lako limeandikwa. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu sisi hapa tuko mfalme, hapa ndipo mahali petu, na yeye yu ndani yetu na sisi tu ndani yake, na sisi Bwana Jehovah na Kristo tumefanyika kuwa mtu mmoja. Asante Bwana wetu na Yesu Kristo kwa sababu umetuondolea hadi yoyote ile. Watu wanataka tu kuponywa lakini hawajui yaliye ndani yake, yaliye ndani yao pia amejaa uponyaji ule, na amewaponya kwa sababu hawezi kaa mahali pamoja na mwili ulio na magonjwa. Ametuponya, ametufungua, ametuhekimisha, ametupa roho, ametupa nguvu, ametupa mamlaka ya kusimama na kukaa tukiimba wimbo wa utukufu na wa ushindi katika maisha yetu siku zote. Twakuinua
ni kwa sababu wewe ndiye mfalme wetu na wewe ndiye nguvu zetu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini.